Mheshimiwa Rais John Joseph Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Simiyu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa viongozi wa dini, Mheshimiwa viongozi wa chama na serikali, Mheshimiwa makatibu wakuu na msafara wako waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Rais, kwanza kwa niaba ya wananchi wa Itilima nichukue nafasi hii kukushukuru sana na kukupongeza sana. Wananchi wa Itilima, Mheshimiwa Rais, katika miongoni mwa Watanzania ambao wamefaidika na wewe ni pamoja na wananchi wa wilaya ya Itilima. Mheshimiwa Rais, 2013 mwezi wa 10 ulikuja hapa ukiwa waziri wa ujenzi na uchukuzi. Mheshimiwa Rais, hapa palikuwa peupe. Lakini Mheshimiwa Rais, ndani ya miaka yako miwili haya yote yametokana na kwako. Mheshimiwa Rais, ulituahidi wakati wa kampeni, ulisimama pale ukasema mpeni kula njalo. Na kweli Mheshimiwa Rais, wananchi wa miaka 20 waliteseka sana. Lakini ndani ya miaka miwili ndio maana leo Mheshimiwa Rais wamejumuika kwa wingi, hatujui wamelala wapi, wanataka kuja kukuona wewe Magufuli tu. Na Mheshimiwa Rais, katika hadi zako zote ulizotekeleza, ulizoziahidi Mheshimiwa Rais, ulituahidi zahanati, ulituahidi kituo cha afya, ulituahidi hospitali ya wilaya, umetutengea bilioni 1.5 kwa mwaka huu wa fedha. Na wilaya yangu ya Itilima imeshajiandaa eneo mpaka na wananchi wakatoa na matofali yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunasubiri tu mkono wako, ukishusha mwaka kesho Mheshimiwa Rais watu watatibiwa hapa. Na jana Mheshimiwa Rais amefungua hospitali ya mkoa. Mheshimiwa Rais, swala la maji, tulikuwa na changamoto kubwa katika maeneo yetu la Gangabilili. Na tangu uhuru upatikane Mheshimiwa Rais kulikuwa na mpango wa muda mrefu wa kutoa maji ziwa Victoria kuleta hapa. Lakini Mheshimiwa Rais kwa kulizia wewe ukasema hapana, hapa ni timawaru hasana, ngoja kwanza tuanze na hatua za kwanza. Milioni 901 Mheshimiwa Rais zimekuja hapa na zimeshajenga na mradi umekamilika kwa 100% na wananchi wa Itilima ndio maana wanang'aa, wanapata maji ya kutosha. Lakini Mheshimiwa Rais, katika mradi wa maji kuna mradi wa maji vijiji visima 40 ambazo Mheshimiwa Rais kwa jitihada zako zote na wataweka na sola, na tunavyoongea hivi visima 13 vimeshachimbwa katika maeneo mbalimbali ya wilaya yetu ya Itilima. Mheshimiwa Rais, kwenye mpango wa maji mzima fedha ulizotuletea watu wa Itilima ni bilioni 9 na ushe. Magufuli oye! Mheshimiwa Rais, swala la afya, katika kuboresha zahanati zetu RBF tumepata milioni 418 zinajeza karabati katika maeneo yetu mbalimbali kwenye vituo vyetu vya afya. Lakini si hivyo tu Mheshimiwa Rais, katika kuboresha kituo cha afya Ikindilo kilitengenezwa enzi za koloni. Mheshimiwa Rais, ni vigumu tu kufika, lakini pangekuwa na uwezo Mheshimiwa Rais ungesema kwamba hiyo ndio hospitali ya wilaya. Lakini kwa sababu ya kazi nzuri na uongozi wa mkoa wanaofanya, na kwa hiyo tulipata milioni 500 na shughuli hiyo Mheshimiwa Rais inaendelea vizuri sana. Mheshimiwa Rais, swala la utawala, Mheshimiwa Rais umetufanyia mambo makubwa. Hapo ulikosimama ukiangalia pale ni wilaya pekee katika mkoa wa Simiyu iliyo na ofisi, hata mkuu wa mkoa hana ofisi. Lakini mimi CCM oye! Na Mheshimiwa Rais kwa pekee katika mkoa wa Simiyu, wilaya pekee ambayo mkuu wa wilaya ana gorofa. Kwa hiyo hata Ikulu imeshakamilika hapa. Nikuahidi siku nyingine Mheshimiwa Rais, ikikupendeza sana uje upige nanga kabisa uone watu wa Itilima jinsi wanavyofuraha na kwako Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mimi nimepakana na hifadhi. Lakini Mheshimiwa Rais, nikushukuru sana serikali yako ya awamu ya 5. Katika kutatua changamoto, tumepata gari la kuzuia wanyama wakali wanaokuja kuharibu. Lakini changamoto tunayo Mheshimiwa Rais ni uchache wa maaskari. Ni vigumu sana, lakini wananchi hawa wameniambia niombe maaskari, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Kuomba wananchi kuagiza kuomba maaskari kwa ajili ya kusimamia amani kwenye maeneo yao. Hii ni historia pekee kwa sababu ya uongozi wako. Magufuli oye! Kwa hiyo niombe katika maeneo ya kando kando, Longalombogo, Mwamtani, Mwalale, ukienda Mwamhongo kwa Mheshimiwa Mpina, ndiyo Mheshimiwa Rais ukizungumza hifadhi ya Maswa, mimi ndio naimiliki hifadhi ya Maswa. Wengine hao wote ni wasindikizaji wangu. Lakini Mheshimiwa Rais, tumepata fedha haijawahi kutokea katika utawala wowote Mheshimiwa Rais. Kando mwa poli kulikuwa na fedha zilikuwa zikipotea. Lakini Mheshimiwa Rais baada ya kupewa kura na wananchi wa maeneo haya, tuliwafuata
Tuliwafuata watu wa game reserve, wametujengea sekondari ya kisasa katika kijiji cha Nkuyu kando. Kwa hiyo na wananchi walio kando nao watasoma bure kama ulivyoelekeza. Kwenye elimu, Mheshimiwa Rais, umetuletea elimu bure milioni 852. Kwenye swala la utawala kwa ujumla, Mheshimiwa Rais, yote haya niliyozungumza, Mheshimiwa Rais, yana jumla ya bilioni 20 na ushe zimeletwa na Magufuli ndani ya miaka miwili. Kwa hiyo wanaitilima, Mheshimiwa Rais, sisi tunataka tukuahidi hapa, tutakachokupa zawadi yetu kubwa ni kula zako kuendelea kujaa, kwa sababu Itilima umeikomboa. Ilikuwa imepotea, lakini Mheshimiwa Rais umeikomboa. Na la mwisho, Mheshimiwa Rais, ni kuombe, Mheshimiwa Rais, huu mji unakuwa vizuri sana. Hata malalamiko hapa hayapo. Tumeshapima watu wachache tu ambao hawajalipa fedha zao. Ni kichache sana, milioni 27. Lakini Mheshimiwa Rais, nikuombe, ikikupendeza, karibu sana uzungumze na wananchi wa Itilima. Mungu akubariki sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Itilima oye! Hebu nyosha kimako toloni kula shangwe, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, wamemnyoshea na Mungu hawa watu. Kwa hiyo ni ishara ya kwamba kura zako ziko za kutosha. Waweja sana. Niwakaribishe basi na mawaziri niliofuatana nao, angalau wasalimu mmoja kwa dakika moja, kwa sababu tuna ratiba nyingine. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Mheshimiwa Rais, kwanza naomba niwapongeze wana Itilima. Siku ya kwanza nilivyokuja tulielewana vibaya sana nilivyokuta katika lile jengo na nikawapa maagizo. Nikushukuru mbunge na timu yenu. Hili jengo Mheshimiwa Rais, fedha ulizozitoa zingine ambao nilikuwa mkali siku ile, jengo hili limependeza, wa Itilima hongereni sana. Lakini Mheshimiwa Rais, niliwaelekeza siku ile kwamba wahakikishe mji wao ni mpya, uwe umepangwa vizuri. Mheshimiwa Rais, mimi nimefarijika kwa sababu katika halmashauri mbalimbali tumetoa maagizo hayo, Itilima wamefanya vizuri. Mheshimiwa Rais, mimi nikupongeze sana. Umeajiri watumishi wengi wa elimu zaidi ya 13,472. Tumewapeleka mkoa wa Simiyu na maeneo mbalimbali, lakini sekta ya afya hali kadhalika. Lakini kupitia miradi ya afya, watu wa Itilima wamekuwa watu wa mfano kutekeleza vizuri. Kwa vile muda wenyewe ni mchache, na mimi huku ni kwangu, Mheshimiwa Rais, huyu njao kila siku ananisumbua. Niseme endeleeni kupambana watu wa Itilima. Wilaya hii ni mpya, iwe wilaya ya mfano kuliko wilaya zingine kongwe zilizopita. Asanteni sana. Mimi niliosimama mbele yenu naitwa Profesa Makame Mbarawa, waziri wa maji. Mheshimiwa Rais, hii ni mara yangu ya pili kufika Itilima. Mara ya kwanza nilifika hapa nilipokuwa waziri wa maji. Nilifika hapa na niliahidi na tumetekeleza. Mheshimiwa Rais, hivi tunavyoongea tuna miradi miwili hapa. Wa kwanza kama alivyosema Mheshimiwa mbunge, wa kuchimba visima 40 ambavyo visima 13 vimekamilika. Gharama yake ni shilingi bilioni 1.55. Mheshimiwa Rais, tuna na mradi mwingine hapa wa kutengeneza mabwawa mawili kwa ajili ya wanavijiji mbalimbali. Mheshimiwa Rais, gharama ya mradi huu ni shilingi bilioni 1.5 na kazi inaendelea vizuri, na naomba niwaahidi wa ndugu zangu kwamba kazi hizi zote zitamalizika kwa wakati. Mheshimiwa Rais, la mwisho kabisa, ili kutatua matatizo ya maji ya kudumu katika eneo hili la Itilima na sehemu nyingine zote za Simiyu, tuna mradi mkubwa sana ambao tutachukua maji kutoka Ziwa Victoria. Mradi huo utaharimu shilingi bilioni 378 pesa za Kitanzania, na kazi ya kupata mkandarasi imeanza. Ninaamini hivi karibuni kazi ya ujenzi itaanza, na tuhakikishe kwamba wananchi hawa wote watapata. Itilima oye! Asante sana Mheshimiwa Rais. Magufuli oye! Mheshimiwa Rais, wananchi wa Itilima, kwa heshima na taadhima, nataka kueleza Mheshimiwa Rais kwamba kati ya halmashauri ambayo sekta ya afya imefanya vizuri ni halmashauri ya wilaya ya Itilima. Na katika jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli amefanya kwa wananchi wa Itilima ni kuongeza bajeti ya dawa kutoka shilingi milioni 104 hadi shilingi milioni 449. Nani kama Magufuli? Nani kama Magufuli?
Lakini Mheshimiwa Rais, kutokana na kazi nzuri ya wanaitilima, tumeleta watumishi wa afya wapya 37 wakiwemo madaktari na matabibu 3. Lakini mwaka huu kwa kushirikiana na Benjamin Mkapa na Amref tutaajiri watumishi wa afya 102 ambao tutawasambaza katika zahanati na vituo vya afya vyote vya Itilima. Lakini nimalize Mheshimiwa Rais kwamba wanaitilima, Mheshimiwa Rais amefurahia sana kusikia mnafanya vizuri katika sekta ya afya. Kwa hiyo Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wetu Amref tunawaletea shilingi milioni 600 ili kuboresha zahanati na vituo vya afya vya Itilima. Na Mheshimiwa Rais amenielekeza kati ya shilingi milioni 600, milioni 200 tuzilete hapa Lagangabiri kwa sababu kuna idadi kubwa ya watu. Kwa hiyo fedha hizi tunazileta kabla ya mwisho wa mwaka kwenye zahanati ya Lagangabiri ili sasa tuboreshe muweze kupata huduma bora za afya. Wanawake wenzangu ambao mko hapa, Mheshimiwa Rais Magufuli hajawasahau. Kupitia mpango wa malipo kwa ufanisi, tutaendelea pia kuboresha huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto kwa kuboresha zahanati 3 katika wilaya hii ya Itilima. Kwa hiyo tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, tuendelee kumuombea. Kadri anavyochapa kazi, kadri anavyosimamia rasilimali, ndivyo analeta pesa kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto. Wanawake wenzangu, tumunge mkono Mheshimiwa Rais. Wanaume tumunge mkono Mheshimiwa Rais na wanawake. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Magufuli oye! Ndugu zangu wa Itilima, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, rais wa nchi hii, yako mambo ya msingi ambayo aliwaahidi na ameyafanya kwa kiwango cha hali ya juu. Na ili kuwathibitishia sisi wasaidizi wake kwamba mambo hayo ameyafanya tena bila kusuasua, ni masuala ya ulinzi na kudumisha amani, usalama pamoja na utulivu kwa wananchi wa Itilima na Tanzania. Waheshimiwa wa Itilima, ili kuwaonyesha kwamba mmeendelea kuwa na amani na usalama na utulivu, ndiyo maana mmeendelea kuwa na Buravo, mmeendelea kuwa na Mbina. Magufuli oye! Ili kuwathibitishia kwamba mmeendelea kuwa na amani katika maeneo ya Itilima, ndiyo maana leo mmekusanyika kwa wingi, mmekuwa na furaha na mmempokea rais wenu, kwa maana kuna amani. Amani ya Magufuli oye! Mheshimiwa Rais, nikukumbushe maelekezo ulionipa kwa ajili ya wanaitilima. Ulinielekeza Mheshimiwa Rais kwamba wanaitilima kwa kisingizio cha macho mekundu hutaki kusikia mauaji ya vikongwe katika maeneo ya Itilima. Mheshimiwa Rais, nikuthibitishie jeshi la polisi limepambana kudhibiti mauaji ya vikongwe na hasa wanaosingiziwa kuuawa kwa sababu ya macho mekundu. Mheshimiwa Rais, nikuthibitishie maelekezo ulionipa ya kupambana na majambazi ambao hasa wakati wa msimu wa pamba wamekuwa wakipora fedha za wananchi. Mheshimiwa Rais, tumedhibiti ujambazi katika maeneo ya Itilima. Magufuli oye! Mheshimiwa Rais, ulinielekeza nifanye kazi yako kubwa ya kuhakikisha kwamba wizi wa mifugo katika maeneo haya unadhibitiwa. Mheshimiwa Rais, kazi yako hiyo imefanyika vizuri, na hata juzi walipojaribu kuchukua mifugo, jeshi la polisi liliweza kupata mifugo hiyo katika maeneo ya Haidoma. Hiyo ndiyo kazi ya Magufuli. Mheshimiwa Magufuli, kazi nyingine kubwa ambayo umeielekeza ifanyike ni kuhakikisha kwamba kituo cha polisi cha wilaya kinajengwa katika eneo hili la Lagangabiri. Na ndiyo maana Mheshimiwa Rais, nimpongeze mbunge wa hapa, ameishaanza ujenzi wa kituo cha wilaya, na mimi Mheshimiwa Rais nitamuelekeza Inspector General wa polisi kwenye bajeti yake aelekeze nguvu hapa, kwa sababu fedha Mheshimiwa Rais umekwisha mpatia kwa ajili ya kuhakikisha kituo chako Mheshimiwa Rais kwa watu hawa kinajengwa hapa. Mwisho Mheshimiwa Rais, wananchi hao wa Gangabiri kwa muda mrefu sana wamekuwa wakisumbuliwa na ujangili, na ujangili huu umekuwa ukihusika pia na matukio mbalimbali kwa ukanda ambao unaendelea, na ndiyo maana ameomba askari. Nikuthibitishie Mheshimiwa Rais,
ajira ulizotupatia za askari polisi 1500 tutahakikisha Mheshimiwa Rais hatutakuangusha. Tutaleta askari wa kutosha Itilima ili waweze kukabiliana na masuala ya ujangili. Sana wana Itilima. Mheshimiwa Rais, nami hii sio mara yangu ya kwanza. Uliponiteua kuwa naibu waziri wa maji, nimekuja Itilima hapa Langabilili na nikakagua visima vya maji, vikiwemo visima ambavyo vilifadhiliwa na serikali ya Misri. Na nilikuta visima vinatoa maji mengi sana, na nikatoa maelekezo kwamba sasa tuweke mtandao wa mabomba, na hilo nashukuru Mheshimiwa Rais kwamba linaendelea vizuri. Lakini Mheshimiwa Rais, sasa umeniteua kuwa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Mimi ndo bwana mabarabara, ndugu yenu, mbunge wa jimbo la Katavi. Jina langu naitwa Mhandisi Isaac Alois Kamwelwe, kwa Kisukuma Ngwanalwe Elwe. Itilima oye! Jana Mheshimiwa Rais umeweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka Bariadi kwenda Maswa. Ninakushukuru sana. Lakini baada ya kupokea maombi ya Mheshimiwa mbunge wa Itilima, ndugu yangu Mheshimiwa Njalu, na ni ndugu yangu sana huyu, lakini pamoja na maombi ya Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Simiyu, ukanielekeza sasa tutatenga fedha ili tuanze kuweka usanifu wa awali na wakina kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Itilima, barabara ya Bariadi kupita Itilima, Kisesa, Mwandoya, Ngoboko hadi Mwanuzi kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Rais, ni kuahidi kwamba nitasimamia kazi vizuri ili ndugu zangu wa Itilima na wao wapate barabara ya lami. Ndugu zangu wana Itilima, na washukuru sana. Haya, waziri mwingine. Mheshimiwa Rais, mimi kwa majina naitwa Stanislaus Nyongo, naibu waziri wa madini na mbunge wa Maswa Mashariki. Mheshimiwa Rais, na mimi ni mmoja wa wabunge katika mkoa huu wa Simiyu. Nikushukuru sana sana Mheshimiwa Rais jinsi serikali yako inavyotuletea maendeleo katika mkoa wetu wa Simiyu. Mheshimiwa Rais, umetusaidia vizuri kwa kweli kwenye masuala ya elimu. Mkoa wa Simiyu tumepandisha sana kiwango cha ufaulu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa hilo. Mheshimiwa Rais, katika masuala ya barabara, jana umeweka jiwe la msingi barabara ya kutoka Bariadi kwenda Maswa, kuunganisha barabara iliyojengwa Maswa kwenda Mwigumbi. Ni maendeleo makubwa sana katika mkoa wetu, kwa sababu barabara hiyo itatuongezea kipato na mzunguko wa fedha katika mkoa wetu wa Simiyu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru mno. Mheshimiwa Rais, jana umefungua hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu. Ni hatua kubwa sana kwa wananchi hawa wa mkoa huu wa Simiyu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa hayo uliyoyafanya. Mheshimiwa Rais, uliniteua vile vile mimi kusimamia sekta ya madini. Mheshimiwa Rais, katika mkoa wetu wa Simiyu hatuna madini mengi sana. Tuna madini ya chumvi na tuna madini ya nike pale Dutwa. Lakini sasa hivi katika kusimamia sekta hii ya madini, Mheshimiwa Rais, serikali yako imetuma wataalamu wakuja kufanya utafiti na kuchunguza zaidi katika mkoa wetu wa Simiyu kama tuna madini ya aina nyingine, ili tuweze kukaribisha uwekezaji na kuweza kuchimba madini. Na timu hiyo Mheshimiwa Rais, ni kutaarifu imeshafika katika mkoa wa Simiyu na imekwisha kuanza kazi ya utafiti wa kina kujua madini zaidi tulionao katika mkoa wetu huu wa Simiyu. Mheshimiwa Rais, hapa jana ulipoenda kufungua pale hospitali ya rufaa ya mkoa, kwa pembeni yake Mheshimiwa Rais, tunajenga jengo kubwa lenye gharama ya bilioni 1.6, jengo la Wizara ya Madini, kituo cha umahiri, kwa maana ya wananchi wa mkoa wa Simiyu watajifunza kupitia kituo kile. Na jengo hilo Mheshimiwa Rais, tumepata mkandarasi wa JKT na amekwisha kuanza kujenga, na ndani ya miezi 6 jengo hilo litakuwa limesimama pale. Litakuwa jengo zuri ambalo litakuwa ni mfano katika majengo mengine ambayo yanajengwa katika mkoa huu wa Simiyu. Mheshimiwa Rais, umefanya kazi kubwa sana na jengo hilo kweli limekwisha kuanza, na jana tumepita pale tayari watu wa JKT walikuwa wamekwisha kuanza kufanya kazi. Itilima oye! Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Doto Biteko, ni naibu waziri wa madini. Tuko wawili. Aliyetoka hapa ni naibu waziri mwenzangu. Mheshimiwa Rais,
ninaomba niwaambie wananchi wa Itilima, kama kuna kitu ambacho Mungu alitupa madini. Kila kona ya nchi hii kuna madini. Kila mahali unakoenda kuna madini. Changamoto tuliyokuwa nayo ni kwamba tulikuwa hatujapata uwezo mzuri wa kusimamia madini yetu. Na ndio maana kwa miaka mingi tuna utajiri mkubwa, lakini hatufanani na utajiri huo. Tunamshukuru Mungu akatuletea rais mwenye maono makubwa ya kutamani kudhibiti rasilimali hizi kwa ajili ya Watanzania. Na yeye ni Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Tumebadilisha sheria. Na Mheshimiwa Rais, naomba nitoe taarifa, miongoni mwa wachimbaji wadogo unaotaka tuwasaidie, wengi wanatoka mkoa wa Simiyu na wengine wanatoka hapa Itilima. Ukiona magorofa pale yanajengwa Bariadi, yanatokana na madini wanayochimba watu hawa. Mheshimiwa Rais, ni wewe umewasaidia watu hawa kupata fursa ya kuchimba. Sasa ndugu zangu, Rais ametuelekeza kama alivyoeleza hapa Mheshimiwa Nyongo, tuwasaidieni ninyi wachimbaji wa Kitanzania, mchimbe kwa uhakika, muhame kwenye uchimbaji wa kubahatisha, muende kwenye uchimbaji wa uhakika. Mheshimiwa Rais, umetupatia fedha, umetupatia rasilimali, umetununulia hadi rigi za kudrili. Asanteni sana. Nimefurahi sana na maendeleo ya Itilima. Nimefurahi sana. Lakini nawashukuru sana ndugu zangu kwa kura nyingi mlizotupa. Nilifika hapa nikawaomba kura, mkanipa. Ndugu Njaru akawaomba kura, mkampa. Madiwani mkawapa. Haya ndiyo matunda yenu. Mlikaa utumwani miaka. Mnapochagua msichague mtu kwa sababu ya sura, au msichagua na madigrii mangapi. Chagueni mtu na alivyo na upendo kwenu. Upendo siku zote ni lazima ukatawale miongoni mwa watu. Nawaambia ukweli, siwafichi, mmechagua mwanaume. Inawezekana wapo sasa hivi wengine wanaompiga vita. Mimi nawafahamu wabunge wote. Na mimi nimekuwa mbunge kwa miaka 20. Na bahati nzuri katika kipindi changu cha ubunge, miaka 10 mfululizo nilipita bila kupingwa na chama chochote. Itilima kama mnajua, mmempata mbunge. Nawaambia ukweli ndugu zangu, Itilima haikuwa hivi. Siku nimekuja hapa na mzee Kikwete, hata majengo hayakuwepo. Tukasimama mahali tukasema, hii ni nayo wilaya. Na ndio maana namshukuru sana mzee Kikwete. Alitoa uamuzi mzuri sana. Sana, tumpongeze sana mzee Kikwete. Akaamua ianzishwe wilaya ya Itilima. Wako watu wengi walihitaji kuwa na wilaya. Kikwete akasema Itilima ndio iwe wilaya. Na isingekuwa rahisi kutoka tu kilomita chache kutoka Bariadi unashika tena angewashika ha wilaya yengi. Ninyi mmetembea, mnafahamu. Kwa hiyo tunampongeza mzee Kikwete na serikali yake ya awamu ya 4 kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kuanzisha wilaya. Sisi awamu ya 5 tunakuja kuijenga wilaya. Na ndiyo maana mmeona haya mabilioni mengi. Kwangu mimi Chato hakuna maji. Ukienda Itare hakuna maji, ukienda Rubambangwe hakuna maji, ukienda Kanyama hakuna maji. Nilikozaliwa mimi hapa mna visima 40. Wale wa Misri ningeweza nikawapeleka Chato. Mmempata mbunge ambaye anawapigania. Huyu mbunge kama ni usumbufu, ni msumbufu kweli. Anawasumbua kweli mawaziri wangu. Anawasumbua kwa ajili yenu. Mumtumie. Na mimi nawaahidi ndugu zangu, nimewashukuru kwa kunipa kura kuwa rais. Lakini na mimi sitawaangusha Itilima. Ndio maana mawaziri hawa mmewaona na wao wanaipendelea Itilima. Na nimekuja nao wote. Kwa hiyo mimi ninachowaomba ndugu zangu wa Itilima, chapeni kazi. Shikamaneni, muwe wamoja. Maendeleo hayana chama. Uwe CCM, uwe Chadema, uwe UDP, uwe nani, sisi tunataka maendeleo.
Nataka niwaahidi ndugu zangu, serikali ninayoiongoza itaendelea kusimamia maendeleo yenu. Tuendelee kuwa wamoja, viongozi wote wa dini waendelee kuliombea taifa hili, ili siku zote tumtegemee Mungu. Niwaombe na ninyi ndugu zangu wa Itilima, tuache kuamini uchawi. Ninawaambia kwa ukweli, tumtangulize Mungu katika maisha yetu, tutafanikiwa. Itilima sasa inaenda mbele. Maendeleo haya ya Itilima kamwe yasirudi nyuma. Asitokee mtu wa kuirudisha nyuma Itilima. Itilima mko pazuri. Ninawaambia ndugu zangu, mimi kama mtoto wenu, tutafanikiwa. Na vijana wetu tuwapeleke shule. Sasa hivi tunatoa elimu bure. Kila mwezi tunatoa bilioni 23.85. Tumeongeza bajeti ya madawa kutoka bilioni 31 mpaka bilioni 270. Yote haya tunayafanya kwa faida ya wanaitilima. Na ninyi Itilima hamjaniangusha. Ni wachapa kazi kweli kweli. Endeleeni kuchapa kazi. Chakula cha bure hakitakuja. Ili mimi lazima niwaeleze ukweli. Uwezo ukairisha Tanzania nzima watu milioni 55. Na serikali haina shamba. Munionyeshe shamba la serikali liko wapi hapa? Sasa kama hakuna shamba la serikali, msitegemee chakula cha serikali. Tufanye kazi. Kama kuna mabonde ya mito, tulime. Nimefika pale, nimewakuta watu wamelima mpaka mahindi, anamwagilia na vitunguu. Nimeona pale jirani tu pale. Ninawapongeza sana. Na wale ni wawakilishi wazuri wa Itilima. Ninawashukuru sana ndugu zangu. Yale mengine yote yanayokuja na yale ambayo yatakuja nitayasimamia. Na mbunge amezungumza kalamirami, tutaangalia. Na ndiyo maana tumeanza na barabara hii kuifanyia upembuzi yakinifu. Na ndiyo maana kesho nitaenda kuweka jiwe la msingi la daraja la Sibiti. Pale ilikuwa ni shida. Hata kama tungetengeneza lami huku, kama daraja halijatengenezwa, bado hujafanya kitu. Tumeanza kulitengeneza. Likishakamilika, awamu ya pili itakayokuja na upembuzi yakinifu na usanifu utakuwa umekamilika, tutaanza polepole. Kupanga ni kuchagua. Mambo ni mengi, lakini hatutawatupa. Na ndiyo maana barabara hii mimi mwenyewe naipitia leo. Ningekuwa siwapendi ningepita kwenye helikopta nikaenda kule nakoenda. Ninapita humu. Lakini najua ninyi mtaendelea kuniombea. Lakini kwa dhati kabisa, mbunge mnaye. Yaru, endelea. Ulinkosha gete. Unafanya kazi nzuri. Na Mungu akusimamie. Ninasema kwa dhati, simpendelei. Na kawanga tulii koraokorwa hatororo. Kwa hiyo Mungu amsaidie, mtowe ushirikiano kwake. Msimpige vita. Tutafute maendeleo ya kweli. Baada ya kumaliza hapa, nimeona kuna wachungaji hapa. Angalau tumuombe mmoja atuombee na sisi tuendelee na safari. Mpe maiki aombe kwa niaba yetu sisi hapa. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa ajabu, tunakushukuru kwa ajili ya ujio huu wa mtumishi wa Mungu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Pombe Magufuli. Tunakushukuru Baba yetu mkuu, endelea kumpigania maisha yake yote, mlinde katika popote pale anapopita. Linda familia yake, linda mawaziri, linda mkuu wa mkoa wa Simiyu, linda mikoa yote ya Tanzania, linda mbunge wetu pamoja na mkuu wa wilaya na idara zote. Yesu Kristo Baba, natamka neno safari njema, ninaipaka damu ya Yesu Kristo. Tangu sasa Yesu Kristo, namfunika damu ya Yesu. Na tangu sasa usiku na mchana, Mungu wa mbinguni, endelea kumkumbuka, endelea kumtetea. Kila roho
zinazoinuka hazitafanikiwa kamwe, kwa sababu Mungu alisema ya kwamba kila ninapokanyaga nimekwisha pateka. Rais wetu amekwisha pateka nchi hii na ataiongoze muda wote, na zaidi ya yote Mungu ubarikiwe, utukuzwe Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa sababu Mungu unatenda haya na wanaitilima. Mungu endelea kuleta amani na utulivu, na asante kwa sababu Mungu utaonekana ukitenda mambo makuu. Wasafirishe salama mpaka karudi Ikulu. Mungu wa mbinguni ubarikiwe, ni katika jina la Kristo Baba yangu naomba nikikushukuru, amen. Asanteni sana Itilima, mabeja sana.